katika ardhi hii wasiwe na uhalali, wasiwe na uhalali. Damu ya Yesu iondoe kila uhalali, damu ya Yesu iondoe kila uhalali, damu ya Yesu iondoe kila uhalali, damu ya Yesu iondoe kila uhalali wa adui katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu tunakutaka na nguvu zako Yesu, shuka na uweza wako Yesu, shuka na moto wako Yesu, shuka na nguvu zako. Shuka Yesu, tuhudumie. Shuka Yesu, tufungue. Shuka Yesu, tusaidie. Shuka Yesu, tuvushe. Tunayo mengi ambayo ukiniata wanadamu hawayajui, lakini Yesu unajua madhabahu yako siku ya leo. Ituguse katika yale mengi katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Na ishirika damu ya Yesu tena. Bwana asubuhi ya leo katika ibada hii damu ya Yesu nene mema katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu hutatuacha, unatuvusha katika jina la Yesu. Na kila mtu aseme amen. 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 Naomba uliyekaa usimame na nyosha mikono yako kwa Bwana. Nataka tuende nyumbani kwako dakika chache. Tufukuze roho za uharibifu zilizokaa kwenye malango ya nyumba zetu. Amina watumishi wa Mungu. Unaweza kumwona panya ukafikiri ni panya, kumbe ni mtu. Tufukuze roho za uharibifu katika malango ya nyumba zetu. Amina watumishi. Tuko tayari? Tuko tayari? Unaweza kumwona mbwa unafikiri ni mbwa, kumbe na mtu, sio mbwa, ana ya kwake. Unaweza kumwona mende ukafikiri ni mende, kumbe na ya kwake. Bwana asifiwe. Sema Baba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, asubuhi ya leo naita damu ya Yesu. Asubuhi ya leo naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako na damu ya Yesu. Ninaileta nyumba yangu mbele zako kwa damu ya Yesu. Ninaileta ardhi ya nyumba yangu mbele zako kwa damu ya Yesu. Naomba toba, naomba rehema kwa ajili ya nyumba yangu, kwa chochote kilichofanyika cha adui, cha uharibifu, cha uovu katika malango ya nyumba yangu, katika malango ya familia yangu. Asubuhi ya leo naomba toba kwa damu ya Yesu, naomba rehema kwa damu ya Yesu, naomba toba kwa damu ya Yesu. Yesu, uovu wote uliofanyika kwenye malango ya nyumba yangu, kwenye malango ya familia yangu, naomba toba, naomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu, asubuhi hii navaa silaha ya damu ya Yesu, navaa silaha ya damu ya Yesu katika jina la Yesu. Saa hii Yesu, ninaipeleka damu ya Yesu kwenye malango ya nyumba yangu. Saa hii Yesu, naipeleka damu ya Yesu kwenye malango ya familia yangu kwa jina la Yesu. Nafukuza kila roho za uharibifu kwa jina la Yesu. Ninafukuza kila roho za uharibifu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za uharibifu, toka, 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 toka kwenye malango ya nyumba yangu kwa jina la Yesu. Pale wa kichawi, toka, 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 toka. Wadudu wa kichawi kwa jina la Yesu, ninapiga kwa jina la Yesu. Huyo mbwa anayekujaga kwenye malango ya nyumba yangu, huyo panya wa kichawi anayekujaga kwenye malango ya nyumba yangu, napiga kwa jina la Yesu, napiga kwa jina la Yesu. Haya, washa moto, peleka damu ya Yesu. Fukuza roho zote za uharibifu katika malango ya nyumba yako, fukuza kwa jina la Yesu. Nafukuza kila roho za uharibifu kwenye malango ya nyumba huyu mama kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za uharibifu kwenye malango ya nyumba zetu tunazifukuza kwa jina la Yesu. Toka nguvu za giza, toka roho za majini, toka kwa jina la Yesu.
fukuza roho za uharibifu kwenye duka lako. Kama una kibanda, fukuza roho za uharibifu kwenye kibanda chako. Fukuza dakika moja, fukuza. Fukuza kwenye biashara yako. 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 Karamandoro saka. Rabosha narapa korobosika katika jina la Yesu. Na fukuza roho za uharibifu kwenye duka la huyu mama. Kwa jina la Yesu kwenye kibanda chake. Napeleka damu ya Yesu. Na fukuza kwenye kibanda chako hizo roho za uharibifu kwenye kibanda chako. Fukuza kwa jina la Yesu. Kandarabosaka. Fukuza hizo roho. Fukuza hizo roho. Fukuza hizo roho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na tia damu ya Yesu. Katika jina la Yesu tunasafisha nyumba zetu na damu ya Yesu. Tunasafisha malango ya nyumba zetu na damu ya Yesu. Nasafisha malango ya hiyo nyumba ya huyo mama, ya huyo baba na damu ya Yesu. Nasafisha duka lake, kibanda chake na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Damu ya Yesu Kristo ipate kunena mema katika jina la Yesu. Asante Kristo kwa ajili ya uaminifu wako. Shangilia Yesu kwa makofi. Shangilia tena Yesu kwa makofi mengi. Hizo roho zimefukuzwa katika damu ya Yesu. Roho za panya, roho za mbwa, roho za uharibifu zote zimetoka kwenye nyumba yako na kwenye kibanda chako katika damu ya Yesu. Shangilia tena makofi. Jamani, leo ni siku ya mwisho. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Ongeza. Siku nyingine unaamua kwamba kwa nusu saa hii leo umo ndani stoki. Pita chumba kwa chumba na fukuza. Zile ni roho zinafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Pita chumba kwa chumba, fukuza. Kwenye ardhi fukuza, kwenye chumba fukuza, chooni fukuza, bafuni fukuza. Unapozifukuza hizo roho zote zinatoka. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe tunakimbia sana leo. Angalia tuliamka saa 9 usiku leo. Tuliinua mishale. Tukapeleka mishale. Wangapi wewe msijaona vizuri makamanda wa saa 9? Safi. Wengine tulilala. Jamani, usilale, shetani halali. Ukilala shetani anapanda. Biblia ndio inasema. Bwana asifiwe. Tuna neno la Bwana ambalo Mungu ametupa. Kichwa cha somo kinasema usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Usinipunguzie mwendo usipokuambia. Lakini kabla sijaendelea fundisha, nimekuja na mtumishi wa Mungu. Naomba awasaidie. Leo tunaenda wote. Ni hai. Naomba aje asalimie mara moja kwa sababu mtu mzima anaweza kuongea mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu awabariki na ongereni kwa huduma yenu. Kwa majina naitwa Subiraga Masira, nimetokea Yerusalemu. Ninao watu wengi sana. Lakini Mungu ni mwema. Bwana asifiwe sana. Sio wa Moravian tu, wengine ni watei, wengine makanisa mengine. Lakini tunachofanya tunaujenga mwili wa nani? Wa Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Basi Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili, ambapo ndio tumepata ile neno ambalo Roho Mtakatifu alitupa, Wafalme wa Pili sura ya 4. Naomba nisome mstari wa 24 ambapo ndipo ile neno liliposimama la usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 24. Nami katika damu ya Yesu na usoma huo mstari. Biblia inasema hivi: akatandika punda, akamwambia
mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumepita katika vifungu kadhaa ambavyo Roho Mtakatifu alitupa. Mungu amekuwa ni mwema, lakini kwa siku ya jana tulisoma kwenye kile kitabu cha Yeremia sura 22 mstari wa 29 mpaka 30. Tukaona kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Yekonia, ambaye kuna mtu akasimama kuisemesha ardhi kinyume na maisha yake na kinyume cha watoto wake. Akasema, Biblia inasemaje? Neno linasemaje pale? Nchi lisikie neno la Bwana. Andika habari za mtu huyu ya kwamba hana watoto. Andika habari za mtu huyu ya kwamba hatafanikiwa na watoto wake, hatafanikiwa siku zake zote, wala watoto wake watafanyaje? Hawatafanikiwa. Nikakwambia jana, ufalme wa giza wanajua sana kuitumia ardhi kuliko watoto wa Mungu. Wanaitumia sana ardhi kutupiga na kutuharibia maisha kuliko watoto wa Mungu, namna kuitumia ardhi kama silaha. Kwa mfano, niweke mfano kidogo leo. Unakuta hapana jiwe, hapana kitu chochote, lakini mtu unakuta anateleza. Akiteleza anaanza kulalamika mguu. Akilalamika mguu, akienda hospitali anamwambia umevunjika mara 2, unatakiwa ufanye operation. Lakini kumbe pale alipopita yuko mtu mmoja mchawi, alisemesha ardhi. Akipita hii hapa mama Ndendekisi, ateleze avunjike mguu. Na kumbuka, ardhi ina uwezo wa kumsikia mtu yeyote, au upande wa Mungu au upande wa giza inamsikia. Na ardhi inatekeleza kile ambacho imeagizwa kufanya. Kwa unakuta sema, hey, wewe nini? Yaani nimeangalia pale nilipoteleza. Hey, hata maji hayapo, pakavu. Ikawa nilikuta tu nimeteleza. Naangalia, nakanyaga, nakuta siwezi kukanyaga. Nakuta mfumo umevunjika. Wananiambia mfumo umevunjika mara ngapi? Mara 2. Natakiwa nikafanya operation. Kwa hiyo hapa sitembei. Ni adui ameamua kuitumia ardhi kumvunja yule mama mkuu ili kumpunguzia mwendo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amina, watoto wa Mungu. Nini? Ametumia ardhi. Sasa hapa kwenye Yeremia 22 unaona ardhi imesemeshwa kinyume na Yekonia ya kwamba hatakuwa na watoto. Usifikiria wewe binti na umeolewa sasa. Umeolewa kwa Ndendekisi. Lakini unajua kwenye ile ardhi kuna mtu alisemesha mwanamke atakayeingia kwenye nyumba hatakuja kuzaa. Si tumeona hapa anasema hana nini watumishi Mungu. Manake ameshasemeshewa ya kwamba hatakuja kuwa na watoto. Kwa hiyo atakaa miaka nenda rudi hazai. Lakini kitu kilichotumika ni ardhi. Kuna maneno yamekaa kwenye ardhi ya kwamba hatafanikiwa. Sasa kwa mfano saizi sisi tuna kipindi cha uchaguzi hapa. Huwezi kujua aliyeamua kuisemesha ardhi ya kwamba tunamwona fulani kama anaweza kama mzee wa kanisa. Wanaisemesha ardhi hata kwa mzee wa kanisa wanasemesha. Kwa hiyo kwenye maisha yako mtumishi wa Mungu, jifunze kufuta maneno mabaya ya laana wanaokutamkia maadui zako kwenye ardhi. Iwe ni kanisani, iwe ni nyumbani. Unasema kanisani nini? Ni wewe. Shetani ni mjinga na kufuatilia popote unapokuwa. Ngoja nikupeka ushuhuda fulani hivi. Nipita kwenye duka moja na mtu mmoja hivi. Sasa kwa mbele hapa ndo kama yani ambapo ndo yeye anahudumia watu. Lakini huku ndo kwenye bidhaa. Sasa akaingia dada mmoja na mimi nilikuwa nimeshaingia. Akaingia dada mmoja, mimi nilikaa pembeni hapa. Akaingia dada mmoja, kumbe ana ajenda mbaya
kwa yule dada mwenye duka lake. Sasa amekaa, sasa dada akawabiza na hudumia nini? Wateja. Kwa mimi nikakata kwa sababu nyumba nikutane naye tulikuwa na jambo moja. Yule dada ni ndugu yake. Amekaa kwenye kiti. Sasa mimi sijui kitu gani kinasema wewe angalia. Nikakuta yule dada amevua viatu. Ameanza kufanya hivi kwenye ardhi. Wachawi kama hapo anajua mambo yao wanayofanya kupitia miguu. Anaanza kumbe anaifunga biashara ya yule mama kupitia ardhi. Nikajifanya kama sio ni na mimi. Kwa hiyo kabisa na mimi ninaachilia damu ya Yesu. Akaendelea. Akakuta kweli damu ya Yesu, na nyuki achilia damu ya Yesu mahali inafanya kazi sana, watu wengi hawajajua. Akashtuka, akanipiga jicho. Nikajifanya kama sioni. Nikaendelea mashaka. Damu ya Yesu. Akasema, "Hey." Yaani kama vile alikuwa anaongea na mtu. Hey. Miki. Nitakuja kukuona baadaye, naondoka. Bwana asifiwe. Wewe kwenye duka lako wamekuja wangapi? Bwana asifiwe. Wamekuja wangapi kwenye duka lako? Na wamesomesha nini kwenye ardhi ya duka lako? Unakuta tu mambo yaendi. Lakini kuna mtu ametamka ya kwamba kwenye duka hili hatafanikiwa. Kwenye hili duka kufika mwezi wangapi atakuwa amefunga. Kwa hiyo unakuta wanauza lakini wauzi. Wako nasema kama vile nilipotamka kufika mwezi wa 10 atakuwa amefunga. Na nilikuwa nasema sasa kama siuzi, si bora nifunga, ukafunga. Umefunga biashara ngapi? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watumishi wa Mungu. Sasa tuliona ni ardhi imesemesha. Na nikwambia kitu kama juzi nilivyokuambia. Mchawi hatafanya kitu cha uharibifu kwenye maisha yako mpaka ametoa sadaka. Anatoa sadaka. Tuliona kwenye ile kitabu cha Hesabu sura 22, si ndio watumishi wa Mungu? 22. Mna ile sura 23. Baraka ameenda kumtafuta Balaam. Na hii ndio ajenda ya kwetu ya kuzitambua sadaka zao. Ameenda, ametoa sadaka, lakini ametoa kwa niaba ya nani? Ya Israeli. Israeli kuna naendelea tu na maisha. Hajui kwamba kuna mganga mmoja mchawi Balaki amemtolea sadaka kwenye madhabahu ya mganga ili kumfunga asifanikiwe, ili kumfunga asiongezeke, ili kumfunga asiishi, kufunga watoto wake wasisome. Israeli hajui, lakini fikiria wewe Balaki ametoa kila madhabahu ng'ombe moja na kondoo ili kufunga. Yeye anaendelea tu. Anaendelea tu na maisha, lakini kuna mtu amemtolea sadaka juu ya maisha yake kwenye madhabahu za mengine, miungu mengine amemfunga. Nikwambia hata wewe hapo, yamkini ujui. Si tuko hapa, lakini hatuwezi kujua nani saizi yuko Sumbawanga. Ametutolea sadaka ya kuku, amenitolea mimi, amekutolea wewe. Kwa sababu shetani anajuaga wewe mbele ni nani. Anajua. Anakuchungulia. Anaangalia watoto wako watakuwa nani. Anachokifanya anatoa sadaka. Akitoa sadaka amekufunga. Ndio maana napataga shida sana. Mtumishi akisema wachungaji wanatusema jamani, wiki ijayo tutakuwa na sadaka ya namna sasa, yani michango mingi wetu. Yani sadaka anasema ni mchango. Mimi nikisikiaga habari ya sadaka mimi naonaga kwangu ni fursa. Kwa sababu unapolalamika, yani ungejua kwamba kuna mwenzio amekwendea Malawi, amekutolea sadaka. Yani inakwambia mchungaji aliposema sadaka, unamwambia Mungu, sadaka naomba nipe Mungu ya kutoa Jumapili. Mungu nikutolee. Mungu na sadaka hii iwe silaha juu ya watoto wangu, iwe silaha. Sisi unakuta watu yani nakwambia hata kwenye ibada hataenda. Nini eti kwa sababu wamesema kuna sadaka. Jana kubure mambo yanayoendelea juu ya maisha yako. Ngoja nikwambie, ndio maana nikwambia kama mchawi yuko hapa atakuwa na neno. Mchawi yuko tayari atoe mtoto
sio watoto wa Mungu. Yuko tayari hata mtoto aliyemzaa amemweka hapa miezi 9 anatoa kama sadaka. Anatoa. Si ndio watumishi? Anatoa sadaka. Sadaka inayouma. Anatoa. Nini? Anatoa kwenye ufalme wake. Yuko tayari amalize hata watoto wake wote waisha baki kama alivyo. Mungu tusaidie baba. Yaani yuko tayari amalize watoto wote piu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukashangaa sana lakini tunaishi maisha haya. Amini watoto wangu. Amen. Nini? Sadaka, sadaka, sadaka. Hiyo sadaka ni sadaka inayouma. Fikiria mtoto wa miezi 9, ulizaa kwa uchungu. Ulipitia magumu lakini uko tayari umtoe sadaka. Sadaka ina nguvu kubwa katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Ukijua sadaka kama ni silaha, utaacha kumtolea Mungu. Utaacha na kuambia kumtolea Mungu. Kwa sababu unatoa hapa, njaa kama jalizika, kesho anaenda tena anatoa. Nataka 1 2 na haribu kazi yake. Kazi yake kama amefanikiwa, ofisi yake anafanya uharibifu kwenye kazi yako. Lakini wanachotumia nini? Sadaka. Aliyekufunga kwa sadaka leo hiyo atakuachia katika jina la Yesu. Lazima tutambue sadaka zao. Hatujui yamkini ni kwenye ukoo wako. Wamekutolea sadaka kukufunga. Mwingine anasema shangazi ananipenda sana. Unaweza kashangaa huyo shangazi huyo alivyoona unapiga speed, amekutolea sadaka kwa miungu mingine, akakufunga. Ukienda unarudi. Ukienda unarudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tufungue neno la Bwana twende kidogo hapo ambalo litatusaidia. Fungua na mimi kile kitabu kile cha Wafalme wa kwanza. Kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura ya 12. Naomba utanisomea mstari wa 25 mpaka 33. Wafalme wa kwanza sura ya 12. Tuone mfano wa Yeroboamu aliyetoa sadaka juu ya Israeli. Wafalme wa kwanza ni 12 mstari wa 25 mpaka 30. Sasa 33. Amina. Ndipo Yeroboamu akajenga Shekemu katika milima ya Efraimu, akakaa huko. Akatoka huko akajenga Penueli. Yeroboamu akasema moyoni mwake, basi ufalme utairudia nyumba ya Daudi, kama watu hawa wakipanda kwenda kutoa zabihu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia bwana wao, yaani Rehoboamu mfalme wa Yuda, nao wataniua mimi na kumrudia Rehoboamu mfalme wa Yuda. Kwa hiyo mfalme akafanya shauri, akafanyiza ng'ombe 2 wa dhahabu, akaambia watu, ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu. Tazama, hii ndiyo miungu yenu, enyi Israeli, iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Akamweka mmoja katika Betheli na wa pili akamweka katika Dani. Jambo hili likawa dhambi, maana watu walikwenda kuabudu mbele ya kila mmoja hata huko Dani. Tena akafanya nyumba za mahali pa juu, akafanya na watu wowote, watu wasio wa wana wa Lawi, kuwa makuhani. Yeroboamu akaamuru kushika sikukuu katika mwezi wa 8, siku ya 15 ya mwezi, mfano wa sikukuu iliyokuwa katika Yuda. Akapanda juu ili kuiendea madhabahu. Akafanya vivyo katika Betheli, akiwatolea dhabihu wale ng'ombe aliowafanya. Akawaweka katika Betheli
wale makuhani wa mahali pa juu alipokuwa amepafanya. Akatoa zabihu juu ya ile madhabahu aliyoifanya katika Betheli siku ya 15 ya mwezi wa 8, mwezi aliyouwaza moyoni mwake mwenyewe. Akawaamuru wana wa Israeli waishike sikukuu hiyo, akapanda kuiendea madhabahu ili kufukiza uvumba. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa huyu ni Yeroboamu. Alikuwa amepewa kabila kama 10 hivi ili aweze kuzitawala. Sasa wana wa Israeli walikuwa wanaenda kutoa sadaka kwenye madhabahu ya Mungu. Sasa mahali hapa ambapo alikuwa amepajenga hapa Panyueli na wapi hapo tulipopataja mtumishi wa Mungu, Yeroboamu akaona akawa na hofu. Hao wanaweza akaja wakaniacha mimi nisiwe mfalme wao. Sasa cha kufanya hapa, wacha nitengeneze nini? Mimi nasema akachukua ng'ombe wawili wa dhahabu, akaamua kuwatolea sadaka wana wa Israeli, akafunga mioyo yao kwa sababu sadaka imeshika nini? Moyo. Akaweka pale, akasema kuanzia sasa wana wa Israeli, kuanzia sasa mtakuwa mkitoa sadaka kule Yerusalemu, mtakuwa mnatoa hapa. Akaweka ng'ombe wa kwanza hapo ndani, nyingine kwa wana wa Israeli. Wakaacha kutoa kule, lakini kilichowafunga mioyo yao wasiende kutoa sadaka, wasiende kumwabudu Mungu aliye hai kule Yerusalemu, ni huyu Yeroboamu aliwatolea sadaka wao bila kujua, ili kuwafunga wasiende Israeli. Wao wanakuja hapa wanatoa kwenye miungu. Kwa wana wa Israeli walikuwa waindi, wakawa wanakuja ndani. Biblia inasema Mungu akaona kama ni chukizo, Mungu akakasirika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yote akikutolea sadaka kwenye miungu mingine ameshakufunga. Ndio mtasikia sisi leo niende kanisani. Tena sipa na msiba. Utamwambia mchungaji kulikuwa na msiba. Ila nijisikia nimechoka. Umefungwa. Amen. Unaweza kaona kitu cha kawaida, lakini umefanyaje? Umefungwa. Kuna mtu amekutolea sadaka amekufunga. Si eti. Haya, usiku umetangaza sisi mkesha watumishi wa Mungu. Vitanda tumelalia sana. Tangu tumezaliwa umetoka kwenye vitanda. Tumelala sana. Lakini utasikia mtu aliyefungwa sasa. Wanaenda wale wanaomba na wewe. Ni amefungwa. Amefungwa nini? Na sadaka. Amefungwa kwenye miungu mingine. Hao wana wa Israeli walishindwa kwenda kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Nini? Walifungwa na sadaka. Yeroboamu aliwafunga kwa sadaka ya miungu kwenye miungu mingine. Kwa hiyo wakawa zito kwenda kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Ukikuta ni wewe umekuwa ni mzito kuja nyumbani kwa Bwana, iko sadaka wamekutolea. Ukikuta umekuwa mzito kwenda kufanya maombi, nakuta yani ujue lazima kuna mtu ameshughulika na wewe kwenye ulimwengu anaona sadaka. Ukitaka anze katika jina la Yesu na kanyaga. Ujue lazima kuna mtu ameshughulika na wewe. Sema kwa jina la Yesu ananiachia. Sema kwa jina la Yesu ananiachia. Sema kwa damu ya Yesu ananiachia. Mtumishi mmoja wafikiria mtumishi mmoja alikuwa anamsikia anasema, mwingine unaweza kukuta mama yako wakati ameolewa alikuwa apate mtoto, alienda kwa mganga wa kienyeji ili kukupata wewe. Alitoa nini? Sasa ile sadaka aliyoitoa hakutoa kwa ajili yake, ila alitoa kwa ajili ya kukupata wewe. Kwa hiyo alikufunga hata kabla hujazaliwa, akatoa sadaka kwa miungu mingine.
Kwa hiyo hata umezaliwa sasa, lakini kuna sadaka ambayo mama yako alitoa kwenye madhabahu ya miungu mingine. Ndio maana kanisani unaenda, yani wewe upo, maana unaenda speed, maana utafikiri kuna mtu amekuvuta na kamba, umerudi sifuri. Mbona jana nilikuwa fire mwe? Sasa hizi tukisema pigo ni katika jina Yesu. Katika jina Yesu. Sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama yako hajai kwenda kwa mganga kweli? Mungu eteleko maasa mwenye. Bwana Yesu asifiwe. Alisawira. Mtoto wangu mimi anaugwaga sana. Tete kuku, akatoa kuku. Akakuchanjia na kukuchanjia. Kumbe ile sadaka aliyoitoa ameshakufunga kwenye madhabahu ya miungu mingine. Ukitaka yeye unapambana kwenye maisha, iko sadaka inaongea kwenye madhabahu ya miungu mingine. Ndio huko hapa kwenye hii madhabahu, lakini ile sadaka hamna aliyetangua, wale yale maneno aliyotamka hamna aliyofuta. Lazima tutangue sadaka, lazima tutangue maneno waliokutamkia. Hata kama ulikuwa bado hujazaliwa, hiyo sadaka leo tunaitangua katika damu. Amina utumishi wangu. Amina makamanda. Mwambie leo lazima kieleweke. Bwana Yesu asifiwe. Amina utumishi wangu. Hebu nikupe mfano halisia. Hebu ona yule dada shetani alivyokuwa amemwonea jana. Situsikia wote. Yuko kwenye msiba wa kaka yake. Mwewa losi kiana bature. Mwewa ungekuwa ananisikia Yesu. Dada watu wanabali kaka yangu. Mjinga mmoja akaenda akatoa sadaka kwenye madhabahu ili udada afi. Ameshachemka hafi. Amen. Ameshachemka hafi. Amina watumishi wa Mungu. Ufalme wa giza unatumia sana sadaka, na sisi hebu tutumie sadaka. Amen. Kutangua sadaka za Mungu. Mimi siwezi kujua mama yangu kabla hajaniza aliendaga kule. Mungu unajua nimekuja na sadaka, naitangua ile sadaka ya mama yangu. Labda baba yangu aliwahi kwenda Mungu, mimi siwezi kujua. Nimekuja na sadaka, naitangua sadaka ya nani? Ya baba. Na kiapo alichojiapiza na magano walioyaweka na yafutangua. Na kwambia utashangaa, hivi ndo mimi, yani wewe mwenyewe utabadilika. Hivi ndo mimi. Hatuna sadaka nyingine ya agano isipokuwa damu ya Yesu. Hiyo ndio tulionayo. Sadaka ya damu ya Yesu itafuta magano yote ambayo wamekutolea. Sijui sitira. Mimi jana mliniambia Ikuti, unaita Ikuti huko? Ikuti. Wakati mnaniambia Ikuti nilisikia kitu cha kumanyamanyafu. Yaani natembea mpaka nafika nyumbani nasikia umanyamanya. Mungu nisaidie. Umanyamanyafu. Wewe bwana. Imekaa vizuri. Uchawi wa kimanyamanyafu. Na uchawi wa kimanyamanyafu ni kumjaza mtu tumbo ajaye. Ndio uliofanyika kwa dada. Mogoni ya wanda wa Ikuti. Kwani wa Ikuti hampo hapa? Kumbe mpoint. Bwana wewe. Moto lazima uende Ikuti. Moto lazima uende kwenye ardhi ya Ikuti. Unaosema unaopitisha watu matumbo. Uwarudie wenyewe. Wengine tumezaliwa mjini, tumekulia mjini, kwa kuna vitu vingine unamshakata Roho Mtakatifu anakuambia umanyamanyafu. Haikuti Mungu ni. Haikuti. Leo mnana
mnafisha na mikono yenu kwenye mikono. Mchungaji kona kanile soda, kumbe metamkia cha kwako. Niangalie wewe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo wasikilia hizi leo matoleo sadaka sisonge mbele. Wewe matoleo sadaka ijiwe. Sasa ishara kwamba umefungwa, angalia ndoto unazoota. Angalia ndoto unazofanya. Mungu unaota uko kwenye njia panda, unazunguka. Maana yake kuna mtu alienda njia panda akakufunga kwa uchawi. Kama Ezekiel sura ya 16 anasema yule mfalme alienda njia panda ili akafanya uganga na uchawi. Kwa unakuta umefungwa kwenye nini? Wamekufunga njia panda. Hata mtu akuletee wazo kwamba wewe niliona kama kuku ungefuga. Kuku zingesema. Wanasema hivi nifanye kweli? Kwa mpaka leo hamna biashara yote unafanya sana. Walikufunga njia panda, hauna maamuzi. Amina watumishi Mungu. Wamekufunga njia panda. Maana mtu unaotoka kwenye mlima, kwenye mlimani kule. Unapanda mlima unapanda. Walikufunga kwenye mlima. Walikufunga kupitia sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko tayari tuzitangue sadaka zao. Tuvitangue na viapo vyao. Maana sadaka lazima iwe na kiapo. Sadaka lazima kuwe na agano. Hebu tusome hili neno itakusaidia kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amina watumishi wa Mungu. Hebu fungua kile kitabu cha Hesabu sura 13. Sadaka zimetutesa sana watumishi. Amen. Tumeipata? Amina dada kumbe. Samahani ni Hesabu 30. Hesabu sura ya 30. Ule mstari wa 13. Hesabu 30:13 imeandikwa, kila nadhiri na kila kiapo kifungacho ili kuitaabisha nafsi ya mwanamke, mumewe aweze kuthibitisha au mumewe aweze kutangua. Haja kusikia mwingine kule. Kila nadhiri na kila kiapo kifungacho ili kuitaabisha nafsi ya mwanamke, mumewe aweze kuthibitisha au mumewe aweze kutambua. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona anasema, hebu soma na mstari wa 2. Hiyo ya 30 mstari wa 2 niunganishe. Mtu atapomwekea Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo, asilitangue neno lake, atafanya sawasawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake. Bwana asifiwe. Mganga au mchawi au mshirikina au adui yako anapokutolea sadaka, anafanyaje? Anakufunga nafsi. Umenielewa? Anafanyaje? Anakufunga nafsi. Kama anakufunga nafsi, anasema hivi, anakufunga kwa kifungo. Yale maneno anayoyatamka kupitia ile sadaka, anaifunga nafsi yako. Kama anaifunga nafsi yako kwa ile sadaka na maneno aliyosema kupitia ile sadaka, anasema asiwepo sasa mtu yote ambaye hajatangua ile neno. Yakafanyika sasa alivyotamka yule mchawi, yule mganga, yanakuwa sasa na maisha yako. Kwa kila alichokitamka kinakuwa nacho. Kila alichotamka unakuwa nacho, unatembea nacho. Unakuwa hivyo hivyo.
Maana ile sadaka aliyokutolea tayari amefunga nafsi yako. Ndio maana mwingine unakuta uko shuleni, kumbe ile shule kuna walitoa sadaka kwa miungu mingine. Mbona nilimalizaga miaka mingi na nina watoto? Mbona nauta shule yenyewe nilisoma? Unakuta uko kwenye ile shule ya Ikuti. Ikuti hakuna shule. Unakuta uko shule ya Ikuti. Hapo ulipo ni mtu mzima. Nafsi yako walifunga kwa sadaka. Unaota wewe uko kwa bibi yako, alikufa siku nyingi, mnaongea na bibi yako, unaongea maana anakufa na chakula na kula. Sadaka imefunga nafsi yako. Uko hapa Iunga, si ndio? Uko hapa Iunga unaishi, lakini nafsi yako jini kutukuyo kuikuti na tukuyo iko Ikuti. Kuikuti kumienu kula. Hapa tunakuona tu, Bwana nimerudi tena. Mwingi uko Iunga. Nafsi Ikuti kwa bibi yako kari jo iko pa. Vanessa asifiwe. Jo iko pa ule. Nini? Kuna sadaka bibi yako alitoa, akaifunga nafsi yako, akaweka na kiapo, akafanya na agano. Ndio mjukuu wangu wa pekee. Na mimi alikuwa nakupenda sasa. Umekula tu vitu take tingi, kumbe kufungwa. Sasa kilo ujisonge, kiuchumi ujisonge. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza usitoe wewe, lakini akakutolea mtu mwingine. Na akikutolea mtu mwingine, ndio maana nakwambia mchungaji anaposema, jamani wiki ijayo tuna sadaka, iwe ni fursa kwako Mungu sadaka hii. Wakisema ujenzi, naambia Mungu inaenda ujenzi, ila mimi nina ajenda 1, nina ajenda 2, nina ajenda 3, nina ajenda 4. Sasa mfikiria adui yako ametoa, kwa mfano kwa nani nakwambia, ametoa sadaka, anasema dada lazima afe. Sasa bwana tutatangaza na sadaka za mimi sitoi. Anajua ajui. Na sisi tunabogoma kwenye sadaka, tunajua wenyewe. Bwana asifiwe. Amina watoto wa Mungu. Amina wana wa Yehova. Amina watoto wa Mungu. Huwezi kujua nani alitolea sadaka watoto wako. Alisema tutaona kama watafika mbali. Kwa hiyo amesema wakisoma wataishia la sana. Amechukua sadaka, ametoa kwenye madhabahu ya miungu mingine, ametoa kwa ajili ya watoto wako. Anasema hawatafika form 4, hawatafika chuo kikuu. Unakuta mtoto anasoma kwa bidii, yeye anatumia nguvu kubwa kusoma. Akifika darasa la 7 anasema mimi sijisikii kwenda form 5, form 1. Wewe mtoto wewe, afu alimwona kwamba mtoto wako ana akili kweli. Nini? Kifungo. Wamefunga. Amna kusoma, amna kuendelea kwenye masomo, kuna kutopaka na koe. Amna aliyefika form 4. Mwesa. Hata msiba utokee kwenu, ni gari liopelemo na limo. Mwewa mbele pelile mwesa. Mbele. Ukienda dukani gauniri pungukisya. Ujini kwambia juzi ukienda kwenye nyanyi si ya 200 sikaja hapo. Bwana asifiwe. Mama nikuulize, unautaka uko wapi? Rudi kwenye ndoto zako. Hebu rudi kwenye ndoto unazotaka. Unautaka uko wapi? Mwingine unaota na nyoka. Nyoka anakufukuza, nyoka wa baba yako. Unaota nyoka yuko humo ndani. Mara umelipo lala na nyoka amelala hapo. Why good? Nyoka hizo si afiki. Kwa nini ukasema nyeke tuseme nyoka hizo si afiki?
siwajui kabisa huku Yunga. Mimi huku sikujui. Yaani huko mimi siwajui kabisa Ngaramanya. Kwani umekuniona mimi? Lakini Mungu amekuona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watoto wa Bwana. Tuzitangue sadaka walizotufunga nazo, wamefunga nafsi zetu. Tunaenda tunarudi. Hii biashara tunapambana nazo mwema kwetu mwe. Wengine sasa mnanyoka mpaka mnanyaka na sadaka. Mnabeba na sadaka nasema nimekutana nacho kitu kanisa la Keketi. Mungu alimpanda mmoja. Nikamwambia siku hiyo mje waje na sadaka. Nikamwambia utaone. Kumbe usiku alikutana, sijui kama leo usiku leo nyamkuja kutana. Usiku kumbe walikutana, wakamwambia yeye tukanyake sadaka utakazotoa nyingi leo. Weka 3000. Weka 3000. Wakaisemea. Kumbe na si hapa tumewasha moto. Anasogea hapa. Akarudi na sadaka yake. Nakutana analia. Tumemaliza ibada, tumemaliza. Waje initoa uchawi huyu. Hii sadaka hii tulikutana usiku kama mlivyokutana usiku leo. Lengo nini? Kubeba sadaka. Waombaji mwe mnamwaga damu ya Yesu. Amen. Sasa kuombea vyombo vya nini? Vya sadaka. Adui hajawahi kuonekana kama adui hivi. Adui anakuja kama mpole. Mnyenyekevu. Iko na masasi yote kufika mpaka hapa. Lakini ni mbaya kuliko unavyofikiri. Ana moyo mbaya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tuzitangue hizo sadaka. Wengine tumezaliwa tujijui. Kale babu kile koko atufahamu. Namshukuru Mungu mchungaji leo yupo. Nafasi yake ya kikwani itafanya kazi. Haleluya. 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 Haleluya mtoto wa Mungu. Nataka tufute tutambue viapo vyao, tufute maagano yao, biashara ziende, watoto wasome, mambo yaende, tununue magari, tuvae vizuri, tutende madhabahu ya Yehova. Watoto wetu kama walisema watafika la 7, wakuta wanafika mpaka chuo kikuu. Walifikiri watoto hawataolewa. Tumetangua viapo vyao. 2026. Ama ikuti watoto wataanza kuolewa. Bwana asifiwe. Nimeleka mtumishi wa Mungu. Nimeleka mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Muda umetukimbia sana. Simama kwa miguu yako. Shika na sadaka. Simuka na sadaka yako. Nimebeba yako. Ina basha mkutupa. Mlitupa jana basha. Kama mbona basha mjaga? Leta basha tuwape watu. Ambayo hujapata basha, nyosha mikono iwe rahisi kukuona. Mikono ile kule nyuma. Kando kana sumbua ndoa, kumbe kuna kadada kalienda Sumbawanga. Ndoa ya mume wake asiwe anamuona, anionage mimi. Ui. Mungu nihurumie. Tunafuta. Tunataka sadaka lao.
tunaombea wapi? Siku zote tunaombea wapi? Nimeshangaa bado mmekaa huko. Ni utaratibu wa wiki hili tu. Eti nafunga siwe mzee wa kanisa mwezi wa 10. Hata kwa mzee wa kanisa wewe. Eti nafunga. Eti asiwe fulani. Umwe. Utukufu na heshima vyote ni vyako wewe, wastahili. Uliacha enzi yako, mamlaka yote mbinguni, ukakuja kutukomboa. Wastahili, Yesu wastahili, Baba wastahili, Jehova wastahili, wastahili, oh wastahili, wastahili. Nilikuwa nahitaji maiki nyingine, mtumishi wa Bwana ataongoza maombi hapa na nyingine atamtumia mchungaji. Sisi zitatosha. Samba sitaki mtu asikie jambo lako. Samba. Haleluya. Aina nasogea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Makamanda siwaoni. Bwana asifiwe. Watoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tutamwombea na huyu mama hapa, huyu mama yetu hapa. Si hata watumishi. Tukuombee. Kama mzee kama huyu anamtafuta Mungu, lazima tukuombee. Bwana asifiwe. Nyosha mikono yako kule. Sema Baba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu, naita damu ya Yesu asubuhi ya leo, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu, tunaita damu ya Yesu, tunaita damu ya Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, naomba toba, naomba rehema kwa sadaka yoyote ambayo nimewahi kutolewa na mtu yeyote kunifunga kwenye madhabahu ya wachawi za waganga. Yesu, asubuhi ya leo naomba toba, naomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo sadaka iliwahi kutolewa kabla sijazaliwa na mama yangu na baba yangu. Yesu, na mtu yeyote, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, naomba toba, naomba rehema kwa damu ya Yesu. Yesu, sadaka yoyote niliyowahi kutolewa na mtu yeyote akafunga nafsi yangu, akafunga hatua zangu, akafunga kizazi changu, akafunga uchumi wangu, Yesu, asubuhi ya leo naomba toba, naomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nisamehe Yesu, nimekuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Samehe Yesu, sadaka yoyote
iliyosimama kwenye madhabahu yoyote ile ya miungu, ya kiganga, ya kichawi, ya kimanyamanyafu. Bwana, leo naomba toba juu ya hiyo sadaka walioitoa kulifunga jina langu, kufunga uzao wangu kwa damu ya Yesu, kufunga uchumi wangu. Yesu, naomba toba kwa mtu yeyote aliyenitolea sadaka juu ya ndoa yangu ili iharibike, ili ivunjike. Yesu, naomba toba kwa damu ya
katika damu ya Yesu. Sukuma yote. Sukuma yote kuituvusha. Damu ya ituvusha. Damu ya ituvusha. Sukuma. Wale mambo ya leo. Unakwenda sasa hivi. Lakini iko sadaka. Roho mpeleke sasa. Ema jia sadaka yote. Wende kwa jia ya watoto wako. Jia ya watoto wako ya kufunga nafsi za watoto wako. Watoto wako wasomi. Watoto wako ni walevi. Watoto wako wanaenda kwenye ukahaba. Omba tena. Jia sadaka yote aliyotoa kwenye madhabahu za miungu mingine. Wakafunga nafsi ya mtoto wako. Wamemfunga ili awe mlevi. Wamemfunga ili awe mlevi. Wamemfunga ili awe mlevi. Omba tena jia ya sadaka. Lelele mandarama leweseke. Ika papa pura wasaka ya mandarawesa. Ika lewesa ndarama pura wasaka. Ile sadaka ya sadaka. Yesu walizotutolea. Walizotolea watoto wetu. Ya Bwana wewe ni malaya. Zinzi. Ya Bwana katika jina Yesu. Vuta bangi. Walazi kwenye hizo madhabahu. Zaikuti. Kama wewe ndarama pura wasaka. Wanatoa mazaibu sadaka. Yesu umefunga watoto wetu. Wasiolewe. Wasioe. Bwana. Yesu naomba tuomejea hizo sadaka. Jaya sadaka. Jia sadaka. Waliotoka kwenye madhabahu ya miungu mingine. Tunatubu mbele zako Bwana kwa toba. Ika mandarawesha. Nandarawakore mandarawesha. Ika baba wangu omba tena. Tunasogea kwa toba. Tunatubu mbele zako Yesu. Hizo sadaka walizotufunga nazo. Wamefunga nafsi zake. Wametufunga kwa kiapo. Wametufunga kwa maagano. Nandarawakore wamekosea. Ya mandarawesha kandarawesha. Ya mandarawesha kandarawesha. Repatakorowesha. Yesu tunawa watoto kwako. Watoto wataki ibada. Watoto wataki ibada. Kwa sababu nafsi zao yale hao walifunga kwenye madhabahu ya miungu mingine. Yesu tusamehe. Kile wanaokutoa wote. Yesu tunaomba mbele zako wataua. Labda kama umechoka na yale maisha, labda kama umechoka na yale maisha, labda shaka papa repepe shakate unatoka kulikilo repepe maisha yashikilisha yashikilisha mafaya yana mawaliza kitolea kwenye bahari yetu kwa kanisa yetu kwa kifo na moja ukifehesa kanisa Yesu tunaomba toba chukuma
turehemu, Yesu turehemu, Yesu turehemu. Tunaomba toba Yesu, tunaomba toba Yesu, rehema zako, rehema zako, rehema zako Yesu, rehema zako zipite, rehema zako zipite kwenye hizo madhabahu. Tunaomba toba Yesu, tunaomba rehema Yesu, madhabahu za kikanga, madhabahu za kichawi, madhabahu za ukoo. Yesu tumekuja leo, tunaomba rehema na toba, tunaomba rehema na toba, tunaomba rehema na toba. Tumeshayo maisha ya tosha Yesu, tunaomba rehema. Ziko madhabahu kwenye familia, ziko madhabahu kwenye kanisa, wamejenga ndani ya nyumba ya Mungu kama vile walivyojenga yale Yeroboamu. Yesu turehemu, Yesu tusamehe. Wamechafua vibali, wamechafua hatima za watu. Mungu tunaomba toba katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Turehemu mwana wa Daudi, turehemu Jehova Nisi. Baba tunaomba toba, Baba tunaomba toba, Baba tunaomba toba, Baba tunaomba rehema. Tunatupia uovu, tunatupia hiyo dhambi, tunaomba toba juu ya magano yaliyofanyika, wameandamanisha na hizo sadaka. Nyosha mikono yako kwa Bwana, nyosha. Nifuatishe maneno haya, nifuatishe maneno haya. Sema Baba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Bwana Yesu, sadaka yoyote iliyowahi kutolewa kwenye madhabahu ya miungu mingine, hiyo sadaka popote ilipo, na itangua, na ifuta, na itangua, na ifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo sadaka, hiyo ni sadaka ya kuku, hiyo ni sadaka ya mbuzi, hiyo ni sadaka ya ng'ombe, hiyo ni sadaka ya vito, hiyo ni sadaka ya fedha. Yesu, asubuhi ya leo, hiyo sadaka na ifuta, na ifuta, na ifuta, na itangua kwa damu ya Yesu, na
kwenye madhabahu yao, kwenye malango yao, kwenye madhabahu yao walikotoa sadaka za damu, sadaka za vitu, sadaka za fedha. Leo Bwana napeleka damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Nyanyua sadaka yako. Shika sadaka yako. Sema Baba, katika damu ya Yesu. Kila maneno yaliyotamkwa kwa ajili yangu kupitia sadaka, nachukua damu ya Yesu, naichanganya na sadaka hii, iwe kifutio cha kufuta kila maneno yaliyotamkwa kwenye ardhi, kwenye viapo, kwenye ardhi ya mahali nilikozaliwa, katika jina la Yesu. Kwa namna yoyote ile, maneno yaliyotumika kwenye sadaka ya kuharibu mfumo wangu wa maisha, kwa damu ya Yesu Kristo ninayafuta hayo maneno, ninayafuta hayo maneno. Ninaondoa kila uhalali wa sadaka zilizotolewa kwenye miungu mingine, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninazifuta kabisa hizo sadaka. Ninabomoa kabisa na zile madhabahu zilizopokea hiyo sadaka. Ninaharibu kabisa mtandao wa mfumo wa makuhani wa ile madhabahu iliyopokea hiyo sadaka. Ninawafukuza waondoke kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasawazisha kila palipoinuliwa kwa ajili ya hiyo sadaka. Ninapafuta na towesha misingi yake na mwana kuharibu katika jina la Yesu. Na achilia damu ya Yesu kila mahali palipokuwa pamejengwa hizo madhabahu zilizopokea sadaka za miungu ili kunifunga, katika jina la Yesu hai, katika jina la Yesu hai. Nachukua mawe 12 najenga madhabahu ya Bwana, ya Bwana kwenye hiyo eneo. Nafuta kila warari wa aina yoyote ile ya madhabahu ile. Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu naileta hii sadaka kwenye hiyo madhabahu ambayo Bwana nimeijenga leo kuwa alama ya ukumbusho kwako. Bwana Yesu, karibu kwenye hii madhabahu. Pokea sadaka yangu kwenye hii madhabahu niliyokujengea sasa, katika damu ya Yesu. Weka kifuani sadaka. Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ujumbe ulioachilia kwetu. Tunazileta sadaka hii kwenye madhabahu mpya. Kupitia sadaka hii tunafuta kila uhalali wa sadaka zilizotolewa kwa njia ya viapo, zilizotolewa kwa njia ya ardhi, kwa maneno ya waganga, wachawi na kila namna ya aliyetumika. Mungu, tunafuta uhalali wa kila madhabahu zilizokuwa zinatenda kazi ndani yetu, katika damu ya Yesu. Bwana, ninaondolea laana hizo zilizokuwa zimesimama watu hao, katika damu ya Yesu. Nafuta kila maimbilisho na kila maneno na kila matamko. Ninapiga mishale ya moto kwa hao waganga, kwa hao makuhani wa miungu waliopokea sadaka, katika jina la Yesu. Na ile mikono iliyoshikilia ninaipiga kwa radi ya moto, katika damu ya Yesu. Achia maisha ya huyu mama, achia maisha ya huyu baba, achia maisha ya huyu binti, achia kila maneno yaliyotamkwa juu ya watoto wake, mzaliwa wa kwanza mpaka wa mwisho. Leo nayafuta katika damu ya Yesu. Iwe nuru kwa kila mmoja, katika damu ya Yesu. Wewe ni Mungu mwaminifu, ushikaye maagano. Pokea sadaka zetu ya Bwana. Pokea na mioyo yetu na hatua zetu zianze upya. Ondoa usito kwenye akili zetu, ondoa usito kwenye fahamu zetu, ondoa usito kwenye miguu yetu, ondoa usito kwenye mikono yetu, ondoa usito kwenye macho yetu, ondoa usito kwenye masikio yetu, katika damu ya Yesu Kristo. Turudi sasa tukiwa salama kwa damu ya Yesu. Asante Bwana, na waleta watu wako hapa. Naomba wabariki,
wapokee na sadaka zao katika jina la Yesu. Bwana akubariki na akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake